Tumetoka kukitazama kikosi cha timu ya taifa Tanzania kwa ukubwa wake. Sasa kulingana na kikosi ambacho kipo, ni ipi nafasi ya kikosi chetu katika kundi hili ambalo tupo? Sababu tupo na timu ambazo zina experience kubwa sana. Kwanza ni wazi tupo kwenye kundi gumu, kundi ambalo sio la mchekea kweli kweli. Watu ambao tuko nao kwenye kundi wako very serious kwa sehemu moja ama nyingine, na ni wazi kwenye timu tatu ambazo tuko nazo wote wametuzidi kwa sehemu moja ama nyingine. Nimeshawahi kuzungumza, Nigeria inakwenda kwa michuano yao ya 24 kwenda kushiriki ya AFCON. Lakini pia Tunisia inakwenda kuwa AFCON yao ya 23 kwenda kushiriki. Kwa hiyo unaangalia kuna sehemu kubwa ambao wametuacha sisi, ambao hii inakwenda kuwa AFCON yetu ya 4. Uganda the Cranes ambao hawa kwenye kundi tunasema kwamba ndiye tunaweza tukamcompete kwa ukaribu zaidi, inakwenda kuwa AFCON yake ya 9 ambayo anaenda kushiriki. Na huyu Uganda the Cranes amekwisha fika finali ya michuano ya AFCON mwaka 1978, alifungwa dhidi ya Ghana bao 2-0. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni taifa ambalo by experience kwa sehemu moja ama nyingine wameweza kutuzidi. The same apply kwa Tunisia. Hawa ni mabingwa wa AFCON mwaka 2004 ambapo walifika finali wakamfunga Morocco kwenye michuano ambayo ilifanyika nchini kwao. Kwa hiyo nakuja kuangalia kwenye kundi na taifa ambalo ni gumu kwa sehemu. The same pia kwa Nigeria, hawa ni mabingwa wa AFCON mara 3. Mara ya mwisho kutoa hili taji ilikuwa ni mwaka 2013 waliweza kuchukua hili taji, lakini pia msimu uliopita wa AFCON walifika finali. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye ile listi ambao wanapewa upato mkubwa kuweza kuchukua hili kombe, haya mataifa mawili nao pia hutaweza kuyasahau kuyataja. Kwa hiyo nao wako kwenye ile mtiririko ambao ni wanaweza kutoa hili taji. Though kumekuwa na panda shuka nyingi kwa Nigeria, unakuja kuangalia wana mwalimu mpya kwenye kikosi, na mzungumzia Eric Chelle, raia wa Mali, huyu ambaye amejiunga na Nigeria akitokea timu taifa ya Mali, lakini bado haiondoi ubora wa Nigeria kwenye hii michuano ya AFCON. Kwa hiyo ni wazi tupo kwenye kundi gumu ambalo linahitaji tuweze kupambana, lakini pia tuwe na mbinu za ziada ili mradi tuende kuweza kushiriki kwenye hii michuano. Na tumekuwa tuna bahati ama kismati kibaya au kizuri kwenye kila AFCON ambao tumekuwa tunashiriki, tumekuwa tunapangwa na mataifa kutoka Afrika ya Kaskazini. Mwaka 80 tulikuwa kundi moja na Misri ambao wanatoka ukanda wa UNAF. Mwaka 2019 tukawa na timu ya taifa ya Algeria wanatoka ukanda wa Kaskazini. 2023 Morocco wanatoka ukanda wa Kaskazini. Sasa mwaka huu pia tumepangiwa na timu ya taifa ya Tunisia. Kwa hiyo ni kama vile kwa sehemu kama tungekuwa serious tumekuwa tumeshawafahamu kwa sehemu moja ama nyingine, lakini tumekuwa tuna struggle na wote wamekuwa wanatufunga, ni kama vile atuwafahamu kwa sehemu moja ama nyingine. Na Tunisia limekuwa ni taifa ambalo halizungumzi sana midomoni mwa watu kwenye michuano ya AFCON, lakini wamekuwa wana performance nzuri kwenye michuano ya AFCON. Wanakuja kuangalia kwenye michuano ya World Cup, wao ndio taifa la Afrika ambalo mara zote kwenye michuano ya kombe la dunia wamekuwa wana uhakika wa kufuzu mfululizo tangu mwaka 2018. Kwa hiyo ni taifa ambalo kwa sehemu moja ama nyingine wamekuwa wana mwendelezo mzuri. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinahitajika kuwepo kwenye national team, kwanza ni mikakati overall ya timu, kwamba mwalimu Miguel Gamondi kama mkuu wa benchi la ufundi anaingia na plani gani kuweza kulikabili kundi ambalo tuko nalo. Ni wazi lazima awe na mipango thabiti ya kundi. Yaani mipango ya mwalimu Gamondi ienende na kundi namna ambavyo ilivyo. Sio kundi linataka mpango huwe hivi, yeye aingize falsafa zingine ambazo zinaweza kwenda kufunguka. Ni wazi tukiwa na falsafa za kwenda kufunguka moja kwa moja, tunaweza tukafungwa game zote 3 na tukasema kwamba tumekwenda kutembea tu kule nchini Morocco. Lakini kama tukua tunathamini kwamba sisi ndio kwenye kundi, sisi ndio tuko chini, hata pia Uganda wametuzidi, tunaweza tukapata hata alama 3 au 4 ambazo kwa sehemu kwenye michuano ya AFCON unaweza ukapita hata kwa best loser. Kwa hiyo ni mipango mizuri na mikakati ambayo iko vizuri ndio huenda ikatufikisha nchi ya ahadi. Disemba 23 mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Nigeria ambaye ametoka kustruggle kutafuta nafasi ya kucheza kombe la dunia lakini hajaipata. Pia ni timu ambayo inaonekana kuhamishia majeshi sasa katika AFCON baada ya kukosa nafasi ya World Cup. Je, ni kipi cha ziada ambacho mwalimu anapaswa kukifanya kwenye kikosi chake, kwa sababu ni mechi ngumu kweli kweli. Ni timu ambayo ina wachezaji wana experience kubwa. Mimi naamini Nigeria kwa sehemu moja ama nyingine wametuzidi kwenye kila kitu. Kwanza aina ya wachezaji ambao wako Nigeria kwa sehemu moja ama nyingine wametuzidi. Hiyo iko wazi, kila mmoja anafahamu. Unajua Nigeria
kwa sasa hivi wana mshambuliaji bora ulimwenguni. Yani ukitaja orodha ya washambuliaji bora ulimwenguni, Victor Osimhen ni mmoja wapo. Harry Kane, Cedric Williams, Erling Haaland, lakini pia bila kumsahau Victor Osimhen atakuwepo kwenye hiyo listi. Kwa hiyo lazima tuwape hiyo heshima yao kuwa na mshambuliaji bora kwa sasa hivi ulimwenguni. Sasa unakuja kuangalia kwa upande wetu timu ya taifa Tanzania, tumekuwa tuna struggle kwenye eneo la kufunga kama tulivyosema mwanzoni. Utaendaje kuifunga timu ambayo wana Ekong kwenye eneo la ulinzi ukiwa una safu butu ya ushambuliaji? Itakupa maswali mengi kuweza kujibu hili swali, lakini ni wazi kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye hii michuano. Yani taifa letu limekuwa lina mwendelezo mbaya kwenye michuano siku za hivi karibuni. Tumefungwa takriban mechi 3 mfululizo tangia ile ya Nigeria. Kwanza tukianzia kwenye michuano ya CHAN, tulifungwa dhidi ya Morocco, tukafungwa na Zambia, tukafungwa dhidi ya Kuwait, unakuja kuangalia pia na Iran. Kwa hiyo tumekuwa tuna mwendelezo mbovu kweli kweli mpaka tunaelekea michuano ya AFCON. Lakini kabla ya kuelekea kwenye hii michuano ya AFCON, lazima tucheze mchezo angalau hata mmoja wa kirafiki. Kwa hiyo ile itakuwa ni sehemu ya Mwalimu Gamondi kuweza kujaribisha zile mbinu zake ambazo ameziandaa kuelekea kwenye hii michuano ya AFCON inakwenda kufanya kazi, au kuna sehemu ambayo itakwenda kufeli ili mradi aifanyie kazi. Kwa hiyo kwenye mchezo wa kwanza wa Disemba 23 dhidi ya Nigeria, ni mchezo ambao kama tukiingia kichwa tutakwenda kuchukua nyingi, lakini kama tukiingia na kumheshimu Nigeria kwa sehemu moja ama nyingine kwamba ni timu ambayo imetuzidi kuanzia mafanikio kwa taifa binafsi, kuanzia aina ya wachezaji ambao wako nao, lakini pia hata mafanikio kwenye mchuano ya AFCON, huenda tukapata hata sare kwenye huo mchezo kama tukiingia kama timu ya pili kiwanjani and then tukaamua kucheza mid block kwa sehemu mwalimu akaanza kuweka namba nyingi ya viungo ambao kiasili wanaanza ku defense, huenda tukaweza tukapa kazi Nigeria ya kuweza kutufunga hata goli nyingi kutokana na safu yao ya washambuliaji kuwa bora. Ujue Nigeria msimu uliopita ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa ina mwendelezo mzuri kweli kweli, though watu wengi walikuwa hawaipi nafasi kutokana na kile ambacho walikuwa nacho, lakini Nigeria nao pia kwa sehemu wamekuwa wana struggle. Hakuna timu imekamilika sehemu nyingine. Kwa hiyo kama tukua vizuri kwa sehemu moja ama nyingine, kimbinu, kimkakati, lakini pambanaji, huenda tukacompete na hawa Nigeria ambayo wanaimbwa sana na wanazungumzwa sana kwenye kundi kama wao ndio tenda. Tumetazama timu yetu ambayo imechaguliwa kikosi. Tumetazama kundi la Tanzania. Lakini mchezaji wa 12 kiwanjani, shabiki. Tulishuhudia katika michuano ya pale Ivory Coast, kulikuwa na uungwaji mkono wa serikali, mashabiki kwenda katika michuano ile, hasa ukizingatia na mhamasishaji Bongo Zozo. Kuna kitu ambacho serikali inapaswa kufanya ili kufanya mchezaji wa 12 akahusika katika michuano hii kule Morocco? Yeah, of course, unapozungumzia national team unazungumzia taifa kwa ujumla, kwamba taifa linakuwa linawakilishwa kule kwenye mchuano ya AFCON moja kwa moja. So serikali kwa kushirikiana na BMT lakini pia TFF wana kazi ya kufanya tena kubwa tu, kwamba wahakikishe kwamba mashabiki walau kwa sehemu yake huenda wakaipa support nchini Morocco. Lakini pia nchini Morocco kumekuwa na Watanzania ambao wanaishi kule, ambao kwa sehemu tumekuwa tukiwashuhudia kwenye michuano ya vilabu kama Simba, Yanga, Azam, wakiwa wakienda kule nchini Morocco wamekuwa wakipewa support na mashabiki ambao wanaishi kule. Kwenye attendance ya michuano ya AFCON iliyopita, of course tuweza kutia aibu kweli kweli. Nilikuwa naangalia attendance ya michuano ya AFCON ya mwaka 2023, hakuna mchezo ambao ulivuka mashabiki 20,000, yani ilikuwa ni 18,000 kushuka chini. Unakuja kuangalia ilikuwa ni aibu kweli kweli kwenye uwanja kama vile wa nchini Ivory Coast ambao ulikuwa unaingiza mashabiki zaidi ya 45,000, lakini walikuwa wanaingia mashabiki 2,000 kwenye mchezo. Kama mchezo Zambia mashabiki walikuwa ni 2,000 pekee. Lakini AFCON zilizopita huko kuanzia miaka 90 unaona mashabiki walikuwa wanaingia wengi kiwanjani 30,000, 20,000, 40,000 mpaka 60,000 sometimes, hasa ile AFCON ya 1980 ambayo ilikuwa AFCON yetu ya kwanza. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya kwenye hii michuano, hasa katika upande wa mashabiki ambao hawa ndio wamekuwa wanaipa support timu taifa ya Tanzania. Siamini maana ambaye ni Taifa Stars supporters mkubwa Bongo Zozo kwa sasa hivi hayuko nchini, lakini naamini huenda akarejea na kuweza kuipa support timu taifa ya Tanzania, lakini itakuwa ngumu kwa sehemu moja ama nyingine juu ya kile ambacho kimetokea hapa katikati. Lakini of course kitu kikubwa Mtanzania yoyote kikubwa ambacho anabidi akifanye ni kuipa support timu taifa Tanzania. Hata kutokwenda nchini Morocco, ukiwa hapo support inaweza kuipa nguvu
timu ya taifa ya Tanzania, hata pia kuiombea dua kwa sehemu moja ama nyingine, huenda pia ikawa ni support. Kwa hiyo rai kwa Tanzania, lakini pia rai kwa wapenda soka kwamba kitu kikubwa ambacho kinahitajika kwa mataifa kwetu sisi wa Tanzania ni kuweza kuiombea Taifa Stars kuelekea hii michuano ya AFCON. Naam, mtazamaji wa Uba Kigoma, tulikuwa tukichambua timu yetu ya taifa Tanzania ambayo inaenda kushiriki michuano ya AFCON hivi karibuni. Tumeangalia kikosi, tumetazama kundi letu ambalo lilivyo. Kazi inabaki kwako wewe mtazamaji na shabiki wa timu ya taifa ya Tanzania kuipa support timu ya taifa ili kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hii. Ulikuwa nami Mdachi Omari ambaye nilikuwa nikiongozea gurudumu hili, lakini pia nilikuwa na Leopard John ambaye amekupitisha katika takwimu. Usisahau kushare na kulike na kucomment ili tuweze kupata maoni yako katika kile ambacho tumekuwa tukikizungumzia kwenye kipindi hichi. Pia bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata notification kutoka hapa Uba Kigoma. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.